jina la Yesu Kristo. Na kabla tuingie katika neno, hebu nisome neno liko hapa ambalo Bwana ametia ndani ya moyo wangu katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 30. Tutaenda mpaka 32. Waefeso 4 mstari wake wa 30. Neno la Mungu linasema hivi: wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, mwenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Bwana asifiwe sana. Hili neno Bwana ametia ndani ya moyo wangu ya kwamba tusiweze kumhuzunisha Roho Mtakatifu ambaye kwa yeye tulitiwa muhuri wakati wa ukombozi. Na pia anasema ya kwamba uchungu wote na ghadhabu na hasira na matukano yaondoke kwetu, kwa sababu Mungu alijua ya kwamba kuna wakati ambapo unaweza pitia katika hali na uwe na uchungu wa moyo, uwe na ghadhabu, uwe na hasira, uwe na kelele, na hata uwe pengine na kutukana, uweze kutukana mtu. Lakini Bwana anasema ya kwamba haya mambo yote yaondoke kwetu, pamoja na kila aina ya ubaya wa kila aina uondoke kwetu. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo Yesu alivyo wasamehe na nyinyi. Ya kwamba tuwe wafadhili ni kusema ya kwamba tuwe watu ambao wanasaidiana mtu na mwingine. Wakati ambapo unaona ya kwamba mtu wakati mwingine amefinyika, mtu amefinyika moyo, ameinama, ni wakati wako wa kuenda kwa yule mtu na kumtia nguvu. Hiyo ndio maana ya kuwa wafadhili. Watu ambao ni wafadhili, watu ambao walio na moyo wa ufadhili, wanasaidiana. Kila mtu ameinama, unaenda unamtia nguvu kwa neno la Mungu, unaenda mnamnenea, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tumeitiwa. Na tuwe wenye huruma na watu ambao wanasameheana mtu na mwingine kila wakati, kama vile Kristo ama kama vile Mungu alivyotusamehe kupitia Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na tukifanya hivyo tutakuwa watu wazuri, tutakuwa watu ambao wanampendeza Mungu, tutakuwa watu ambao Mungu anapendezwa nao katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ningetaka kuleta neno la Mungu ambalo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ninajua ya kwamba litakuwa na manufaa katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana ananena. Bwana asifiwe sana. Ningetaka kunena siku ya leo ama tuangalie kitu cha muhimu sana katika maisha yetu kama Wakristo, na ningetaka tuangalie kuhusu moyo. Hebu angalia, ambia mwenzako, leo tunaongea kuhusu moyo. Leo tunaongea kuhusu moyo. The
Bwana asifiwe sana. Moyo kama tunavyojua moyo, na ule moyo ninataka kuongea juu yake, sio ule moyo wa kupampu damu. Bwana asifiwe sana. Najua kuna ile moyo inapampu damu. Bwana asifiwe sana. Ile inapiga damu ili iweze kuzunguka katika viungo vyote katika mwili. Lakini nataka kuongea kuhusu moyo ambao tumepatiwa na Mungu kupitia Kristo, moyo ambao umo ndani yetu, moyo ambao kunena ndani yetu. Huo ndicho kiungo ambacho ninataka tuongee kuhusu siku ya leo. Niseme hivi, heart is the center of a person. Heart is the center of a person. Ya kwamba roho ni kiini ama ni kitovu cha mtu. Bwana asifiwe sana. Roho ni kiini cha mtu, kumaanisha ya kwamba katika roho mambo yote ambayo tuko nayo, mambo yote ambayo yanaonekana kwetu, kila kitu ambacho kinaonekana kwetu huwa kinatoka ndani ya mioyo yetu. Tabia zetu, mawazo yetu, hata mambo yetu ya kiroho yote yanatoka ndani ya mioyo yetu, na ndipo tunasema ya kwamba ni kiini katika maisha yetu, ama ni kiini cha mtu. Na ningetaka tujue ya kwamba pia katika Mungu mwenyewe anaangalia sana ama kushughulika sana kwa sababu ya mioyo yetu. He cares about our heart more. Yeye anaangalia sana kuhusu mioyo yetu sana, kwa sababu katika mioyo yetu hapo ndipo tumebeba kila kitu. Na kwa hivyo Mungu yeye mwenyewe huangalia sana mioyo yetu. Na kwa hivyo ukiangalia katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 10, Biblia inasema ya kwamba Bwana huchunguza moyo. Bwana huchunguza moyo. Anasema ya kwamba mimi Bwana nachunguza moyo. Mimi Bwana nachunguza moyo, na vijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Ya kwamba Mungu yeye anachunguza moyo, hata wakati ambapo anataka kulipa mtu, hata wakati ambapo anataka kukufanyia jambo, yeye anachunguza moyo kwanza. Bwana asifiwe sana. Yeye sio kama mwanadamu, kwa sababu mwanadamu wakati ambapo anaangalia mtu huwa anamwangalia kimo, anamwangalia maumbile yake, vile ambavyo yalivyo, vile huyo mtu anaongea, vile huyo mtu anakaa, vile anakaa maisha yake, anaangalia vitu mingi. Lakini Mungu anaangalia ndani ya moyo. Bwana asifiwe sana. Na ukiangalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, ni wakati ambapo Mungu alituma Samueli katika nyumba ya Yese ili aweze kumwagilia mfalme mafuta. Na mstari wa 7 neno la Mungu linasema ya kwamba Bwana akamwambia Samueli, usiangalie umbo lake, kwa sababu mimi sio kama mwanadamu. Mwanadamu huangalia sura, lakini mimi Mungu huangalia moyo.
Bwana asifiwe sana. Ameenda kumwagilia mfalme mafuta, lakini Mungu hakumwambia utamwagilia nani. Na kwa sababu Mungu hakumwambia utamwagilia nani, alipoenda kwa Yese akamwambia Yese akusanye watoto wake wote ili wakuje aweze kumwagilia mmoja wao mafuta ili aweze kuwa mfalme. Na katika ile hali yule kijana wa kwanza wa Yese, Yoabu, akaja, na alipotokea Samueli kuangalia umbo lake, kuangalia jinsi ambavyo alivyokuwa, akasema mtu ndiye huyu. Bwana asifiwe sana. Na akawa tayari kumwagilia mafuta, lakini Bwana akamwambia usimwagilie mafuta, kwa kuwa yeye nimemkataa, mimi siangalii umbo. Na wakati ambapo walipitia hapo watoto wote wa Yese, Bwana akasema ya kwamba hakuna hata mmoja kati ya hao ambao wamepita. Na ndipo Samueli akauliza kana kwamba kunaye mwingine ambaye amebaki. Na kulingana na kawaida ya watu na kulingana na kawaida ya mtu, baba yake Yese alikuwa ameangalia na akaona ya kwamba hata kana kwamba kuna mmoja ambaye anaweza kumwagiwa mafuta, ni kati ya kutoka yule mkubwa hadi huyu wa sita. Bwana asifiwe sana. Huyu mdogo hata kana kwamba inawezekana kuwa na ni mfalme, huyu hawezi akachaguliwa. Na kwa hivyo hata akamtuma katika shughuli zake zile zilikuwa ni za kawaida, akaenda kulisha kondoo huko uwanjani. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Samueli aliuliza kana kwamba kuna mmoja ambaye amebaki, Yese akasema kuna kijana mmoja mdogo ambaye amebaki na yuko malishoni. Na Samueli akasema ya kwamba hatuwezi tukakaa chini kabla ya yeye kufika mahali hapa. Na Yese akatumana, akaendewa, akakuja. Na Biblia inasema ya kwamba alipofika, Mungu akanenea Samueli akamwambia mfalme ndiye huyo. Bwana asifiwe sana. Hata kana kwamba alikuwa mdogo, hata kana kwamba alionekana ameangalia moyo wake. Bwana asifiwe sana. Na ndipo sasa Mungu anasema ya kwamba nimemuona mtu aliye na moyo kama wangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu anaangalia ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Anaangalia jinsi ambavyo tunafanya, jinsi ambavyo tunawaza katika mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Na nimesema ya kwamba moyo, the heart is the who you are. The heart is unseen center of who you are. Kumaanisha ya kwamba moyo ni wewe ama ni kiini chako, na ni wewe, ile mtu ni wewe ambaye hauonekani. Bwana asifiwe sana. Ni wewe lakini hauonekani, uko ndani lakini hauonekani. Lakini tunajua yale yaliyoko ndani ya moyo kupitia wewe. Bwana asifiwe sana. Tunajua yale yaliyo ndani ya moyo wako kupitia maneno yako, kupitia tabia zako, kupitia yale mambo yote ambayo unayafanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo moyo ndio wewe. Unaweza kufake mambo. Bwana asifiwe sana. Unaweza kufake mambo, lakini hata ukifake mambo, yule mtu mwenyewe aliye ndani atadhihirika. Bwana asifiwe sana. Ninaweza kuja hapa na nijifanye sana, lakini baadaye yule
aliye ndani yangu ama kile kilicho ndani ya moyo wangu kitadhihirika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumaanisha ya kwamba siwezi nikajificha. Na ndiposa Yesu Kristo wakati mmoja, ukisoma katika kitabu cha Mathayo 23, anaambia Wafarisayo na waandishi barua ya kwamba ni wanafiki kwa sababu wanafanya mambo ama wamekaa kama kaburi ambalo linapakwa chokaa huku nje, ukiliangalia ni nzuri, lakini ndani limebeba mifupa. Bwana asifiwe sana. Kumaanisha kwamba wao walikuwa wanataka kufake ama kujionyesha vile ambavyo wampendavyo Mungu, vile ambavyo wanajitoa kwa Mungu, lakini ndani yao hawakuwa na ule upendo. Na Yesu kwa sababu yeye ni Mungu, akatazama akaona mioyo yao jinsi ambavyo ilikuwa. Kwa sababu hawa watu ndio walikuwa wanaambia watu ya kwamba tufanye hivi, tufanye hivi, tuende tupitie hii njia ama tuende hivi, lakini wao hawako katika mstari wa mbele kufanya vile walivyokuwa wakisema. Bwana asifiwe sana. Wakiambia watu ya kwamba tuombe, hawakuwa katika mstari wa kwanza katika kuomba, hawakuwa mstari wa kwanza katika kumtafuta Bwana, walikuwa na huko nyuma, kwa sababu wao walikuwa tu wanataka tu waonekane ni watu wa Mungu, lakini ndani ya mioyo yao ilikuwa mbali. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atusaidie, akiangalia katika mioyo yetu aone kile ambacho anahitaji kuona ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Yesu katika kitabu cha Luka 6 mstari wake wa 45, Luka 6 mstari wake wa 45. Yesu anasema hivi: mtu mwema katika hazina yake njema ya moyo, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Hapa Yesu akanena akasema ya kwamba mtu mwema katika hazina yake ya moyo hutoa mambo mazuri, hutoa mambo mema, lakini yule mwovu katika hazina yake mbovu hutoa yale ambayo ni maovu. Kwa hivyo Kristo anataka kutuambia ya kwamba ndani ya moyo hapo ndipo tunaweka mambo. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo mahali ambapo tunaweka mambo. Hapo ndipo tunaweka mambo mazuri, hapo ndipo tunaweka mambo mabaya. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu matarajio yake kwetu ni ya kwamba katika hazina za mioyo yetu tutoe yaliyo mazuri. Bwana asifiwe sana. Katika hazina ya mioyo yetu tutoe mambo mazuri, tutoe maneno mazuri, tutoe kile kitakachompendeza Bwana, kile ambacho kitakachomfurahisha Bwana. Katika hazina zetu za mioyo yetu tutoe yaliyo mema. Hayo ndiyo makusudi ya Bwana, hayo ndiyo mapenzi ya Bwana kwetu ambao tumeokolewa, ya kwamba Bwana katika
mioyo yetu, tuwe tunatoa mazuri, tuwe tunachukuliana mizigo ya wale wengine katika jina la Yesu Kristo. Tuwe tunasaidiana mtu na mwingine, kwa sababu ndani ya mioyo yetu kumejawa mema. Bwana asifiwe sana. Unajua mtu akiwa amejawa na mambo mazuri katika moyo wake, utakuta ya kwamba huyo mtu kile kitu ambacho anakifanya halazimishi. Bwana asifiwe sana. Kile kitu ambacho anakifanya sio kusukumwa, kinatoka tu direct ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe sana. Unakuta ya kwamba huyo mtu unajua kuna mtu ambaye hata ukitembea kwake hauwezi kaacha kikombe ya chai. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hiyo kitu iko ndani yake. Na kuna mwingine hata akiwa na kila kitu, kwa sababu hiyo kitu haiko ndani yake, hata ukitembea unaweza toka hivyo ona maana kunywa na wewe hivyo. Bwana asifiwe sana. Hata maji ya kukunywa na uko na tumaji. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ndani ya huyo mtu hana ile ukarimu. Bwana asifiwe sana. Hana ile moyo ya kupatiana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hiyo kitu inatoka ndani ya moyo. Na mtu kama huyo anahitaji ya kwamba neema ya Mungu imshukie ili aweze kuwa na ule moyo mzuri wa kupendeza Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unaweza kuwa na mtu ama rafiki, mnatembea tu na yeye, lakini hata siku moja, hata mkitembea na yeye, hakuna siku atakuambia situigie hapa tukunywe angalau chai. Bwana asifiwe sana. Hawezi, kwa sababu ndani yake hiyo moyo haiko. Bwana asifiwe sana. Hana hiyo kitu. Anashindwa sasa, yaani hata sijui kama anaona ni kupoteza ama ni nini, lakini hata ukiangalia si anasevu ya sevu, ni moyo hana. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna mtu unaangalia kabisa, unaona huyu sio kukosa, lakini hana hiyo moyo. Bwana asifiwe sana. Na si Mungu atusaidie sana. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo 12, tuanzie mstari wa 33. Mathayo 12, tuanzie mstari wa 33 na 34. Neno la Mungu linasema ya kwamba huyu ni Yesu pia anasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana. 34 inasema hivi: enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Yesu alikuwa sana akitaka kubadilisha mioyo ya watu, kwa sababu watu walidanganyika ya kwamba wakionekana pale mbele, wakionekana wanafanya jambo, wanaonekana ya kwamba walikuwa wanajidanganya ya kwamba kwa sababu wanaonekana wamefanya hivi na hivi na hivi, wanasema ya kwamba wao ni wazuri mbele za Mungu. Lakini hawakujua ya kwamba Mungu kabla aangalie vile ambavyo tunafanya, Mungu kabla aangalie
ambavyo tunafanya, anaangalia ndani ya mioyo. Bwana asifiwe sana. Na ndipo unakuta ya kwamba mtu ambaye ana fake kitu, kuna mahali inafika. Bwana asifiwe sana. Unajua kitu ambacho haiko ndani ya moyo hauwezi kukifanya sana. Bwana asifiwe sana. Hauwezi kukifanya sana. Kuna mahali inafikaga, unaona ya kwamba hiyo nimefanya sana. Hiyo nimefanya sana, sasa sitaweza kufanya mpaka kupita hapo. Lakini kitu ambacho kiko ndani ya moyo, kitu ambacho kiko ndani ya moyo, hata kana kwamba umezuiliwa kukifanya. Bwana asifiwe sana. Hata kana kwamba umeambiwa sasa usifanye, unajikuta umefanya nini? Umefanya. Kwa sababu ile kitu iko ndani ya moyo wako. Naye Yesu anasema ya kwamba ili utengenezeni mti na matunda yake. Mti uwe mzuri, matunda yake itakuwa mazuri. Mti uwe mbaya, matunda yake itakuwa mabaya. Kwa hivyo, wakati ambapo tunatengeneza moyo, tunajitengeneza sisi wenyewe ili matunda yetu yakuwe mazuri. Bwana asifiwe sana. Na kile ambacho kinahitajika kuonekana, kile ambacho kinahitajika kuonekana, kionekane kimetoka ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa ni vizuri tujue hivi ya kwamba kama watu wa Mungu ambao Mungu anaangalia ndani ya mioyo, ni vyema tuangalie, tusifike pale mbinguni siku moja tuambiwe ya kwamba sikuwajua. Bwana asifiwe sana. Unakumbuka Yesu alisema ya kwamba niwe sio wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Wakati ambapo nilikuwa ninaangalia, ninafikiria hivyo, nikajua ya kwamba sio kwa sababu hao watu walikuwa wabaya, ni kwa sababu mioyo yao haikuwa mizuri. Bwana asifiwe sana. Waliita Bwana, wakaonekana ya kwamba hawa ni watu wa Bwana, lakini mioyo yao ilikuwa kando na Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini haungewashida kusema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Haungewashida kutoa ushuhuda. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atusaidie ya kwamba hata ushuhuda ambao tunatoa mbele za watu iwe inatoka ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Sio ile ya kupata. Unajua kuna ushuhuda ya kupata ambayo haitatoka ndani ya moyo. Bwana asifiwe sana. Na ili tuweze kutengeneza mioyo yetu, lazima tuwe na wingi wa neno la Mungu ili naye Mungu atutengeneze. Asubuhi ya siku ya leo tulisoma katika kitabu cha 2 Timothy mstari wa 10 2 Timothy chapter 16 chapter 3 verse 16 and 17, na tukasoma Hebrews chapter 13 verse 21, ambapo neno la Mungu lilikuwa linatuambia ya kwamba neno lote ama andiko lote ni pumzi ya Mungu na linafaa kwa kufundisha, linafaa kwa kuonya, linafaa hata kwa kuonya watu kwa makosa yao. Na nikasema ya kwamba ili watu wa Mungu tuweze kukamilika, tuweze kuwa kamili mbele za Bwana, kumaanisha ya kwamba neno la Mungu ndilo huwa linafanya mioyo yetu kuwa mizuri mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu neno la Mungu ndio linakuja linakukosoa, linaona njia ambayo ulikuwa umeenda, unakuta ya kwamba kumbe neno linasema hivi. Bwana asifiwe sana. Unakuta ya kwamba neno limekutengeneza na unaacha ile njia. Bwana asifiwe sana. Unakuta ya kwamba umerejea katika njia ya Bwana. Unakuta ya kwamba kuna mahali ambapo ulikuwa kuna mambo ambayo ulikuwa unafanya ambao haukuyajua, lakini wakati ambapo umesoma neno na umesikiza neno, unakuta haya, kumbe hapa nilikuwa ninasema niko sawa, lakini si yuko sawa. Bwana asifiwe sana.
kwa sababu ya neno la Mungu. Ndilo linatengeneza mioyo yetu. Na watu wa Mungu, unajua huwa tunasema ya kwamba roho inakula kile kitu inataka. Bwana asifiwe sana. Roho inakula kile kitu inafanya nini? Ile roho ya akili kile kwenda. Bwana asifiwe sana. Lakini kama watu wa Mungu, situangalie nini tunakula. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Situangalie hata kama roho imependa. Situangalie tujue ya kwamba hata kama roho yangu imependa, Mungu amependa vile. Bwana asifiwe sana. Tuangalie hivyo, kwa sababu wakati ambapo tutafika kiwango cha kufanya vile Mungu anataka zaidi ya vile mioyo yetu inataka, Bwana asifiwe sana, tutakuta ya kwamba tumefika kiwango cha kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo tutafika kiwango cha kufanya vile ambavyo Mungu anataka, lakini sio vile ambavyo sisi tunataka. Kwa sababu wakati mwingine utajikuta uone ya kusema ya kwamba mimi ninajua hivi, na venye ninajua siwezi nikabadilishwa na yeyote. Bwana asifiwe sana. Lakini ni vizuri kuambie mtu yule ambaye hawezi akabadilika, labda yule pumbavu. Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Mtu yule ambaye hawezi akafanya nini? Akabadilika. Baadaye ni maandiko inasema hivyo. Mtu yule hawezi akabadilika, huyo ni mpumbavu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ambapo unasoma neno la Mungu, ni vizuri ukubali kubadilishwa na lile neno. Na tukibadilishwa na neno, ninajua ya kwamba tutakuwa watu ambao watampendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jambo lingine, the heart leads by love. The heart leads by love. Ya kwamba moyo unaongozwa na kile ambacho unapenda, unaongozwa na kile ambacho pengine unataka wewe mwenyewe. Na Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo chapter number 6, ukisoma mstari wake wa 21, Biblia inasema hivi, lakini vizuri waanze mstari wa 19 hapo, ambapo Yesu Kristo alikuwa anasema ya kwamba msijiwekee hazina hapa duniani ambapo kuna vitu ambavyo vinaharibu, bali jiwekeeni hazina zenu mbinguni ambapo hakuna kitu kinaweza kukiharibu. Na mstari wa 21 inasema ya kwamba kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakuwapo moyo wako. Ya kwamba mahali ambapo hazina yako iko, hapo ndipo moyo wako utakuwa. Bwana asifiwe sana. Kama saa hii ukienda mahali kama Githurai, na unajua sifa ya Githurai sio nzuri. Bwana asifiwe sana. Ama uende mahali kama Mathare ambapo unasikia watu wanapigwa hata mchana na wanaporo. Ukifika mahali kama pale, unakutana ya kwamba mahali ambapo umeweka pesa, unakaaga ukifanya nini? Ukiguza uangalie kama bado ziko. Kwa sababu akili zako na mawazo yako na moyo wako iko wapi? Iko kwa hiyo pesa. So unakaa unafanya nini? Ukienda unaguza, unajifanya lakini unaguza, unaangalia kama wale bado hii kama bado iko. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu akili zako, moyo wako uko mahali pale na unisikia huko ni kubaya. So unaenda ukitembea kidogo unaguza. Ukitembea kidogo unaguza. Hata unasaidia adui kujua mahali pesa ziko. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kama ulikuwa unawaza mambo mengine, hautekaa ukiguza mahali pale.
Bwana asifiwe sana. Na unakuta adui anajijaga direct mahali pesa ziko. Kwa nini? Kwa sababu ukikaa unaguza. Tutatoka kwa leo. Unaangalia iko. So unasaidia adui kwa mbali, anajua. Ukiona mtu usio hau anaangukia. Ndio pesa yake si. Kwa hivyo wakati hawatakushika hivi, direct anaingia kwa ile mfuko iko na kitu. Na mpaka unashindwa, kwani hawa watu wanajua kati mahali pesa ziko. Na kama iko kwa socks, unakuta tu hapo ndipo, kwa sababu vile ulikuwa unatembea na vile ulikuwa unaangalia, hata vile ulikuwa unaguza, unasikia kama iko, unakuta wanajua. Bwana asifiwe sana. Na Yesu naye akajua ya kwamba mahali umeweka hazina yako, hapo ndipo moyo wako uko. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo katika mawazo yetu na katika moyo yetu, wakati mwingine tunapelekwa na kile kitu ambacho tunataka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kile kitu ambacho tunataka ndicho kinatuongoza. Wakati mwingine unakuta ya kwamba ninapenda kufanya hivi, ninapenda kufanya hivi, na kwa sababu ninapenda kufanya hivyo, unajikuta wewe unafanya vile, kwa sababu moyo wako umeongozwa katika lile jambo, na wewe unafuata tu moyo. Mungu atusaidie, na ili wakati ambapo tunafuata moyo, tujue ya kwamba moyo tunaufuata kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusifuate tu kwa sababu inatuambia. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine ningetaka tujue kuhusu moyo ni ya kwamba moyo ni mdanganyifu sana. Bwana asifiwe sana. Moyo ni mdanganyifu sana. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 9, neno la Mungu linasema ya kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Na kwa hivyo moyo ukiwa mdanganyifu vile, unaweza kukuongoza na kutenda yasiyo mapenzi ya Mungu. Unaweza kukuongoza na kukuangusha katika shimo ambalo hauwezi ukajitoa. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa tunahitaji neema ya Bwana. Tunahitaji neema ya Bwana. Na ili hata kana kwamba tunafuata mioyo yetu, na ili hata kana kwamba tunafuata nafsi zetu, Bwana atusaidie, na ili tuweze kujua mambo yale ambayo yanampendeza yeye. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba moyo una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Bwana asifiwe sana. Kwamba moyo una ugonjwa wa kuficha, kwa sababu moyo unafichana mambo. Bwana asifiwe sana. Moyo unafichana nini? Unafichana mambo. Tunaweza kutana na wewe leo na tucheke na wewe, na ninajua ya kwamba roho yako haiko wapi? Haiko kwako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unakuta ya kwamba moyo uko na ule ugonjwa, unaficha mambo. Tunacheka na wewe, tunakula na wewe, tunakunywa na wewe, tunafanya mambo yote na wewe, lakini ninajua ndani ya moyo wangu, Bwana asifiwe sana, ninajua ndani ya moyo wangu vile ninakupakia. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atusaidie ya kwamba hata wakati tunacheka na wewe, wakati ambapo tunaongea na wewe, wakati ambapo tunatembea na wewe, moyo wangu uwe safi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Moyo wangu uwe safi, ili nisiwe ninakuwazia mabaya. Kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema, moyo ni kama msitu. Bwana asifiwe sana. Ambapo kana giza sana, hauwezi ukajua kile kiko hapo wapi
ndani, na ninaweza kuonekana niko mzuri sana, lakini ndani kuna uovu mwingi. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atusaidie, na ili huo msitu wa moyo uangaziwe na nuru ya Jehova, na ili ndani ya mioyo yetu kuwe kunatoka mambo mazuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hata wakati tunakutana na wewe twagogana high five. Bwana asifiwe sana. Ekorone high five kumango roine. Bwana asifiwe sana. Isikuwe ninakupiga high five na ndani ya moyo wangu ninasema huyu tuase manja nake kuira bia. Bwana asifiwe sana. Huyu tuase manja nake mali na Maria yake. Huyu tuase manja nake kiona. Bwana asifiwe sana. Unajua hilo ndipo mioyo inakuanga na imeficha mambo, lakini Mungu anataka tutengeneze mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninapoenda kumaliza, moyo ni dawa. Moyo ni kwa pia mwenzako, moyo ni dawa. Moyo ni dawa. Hebu tusome neno la Mungu katika kitabu cha Proverbs chapter number 17 verse number 22. Moyo ni dawa. Na nikitaka tuone moyo ukiwa ni dawa, inafaa tuwe na moyo wa aina gani ili tuweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hivi: moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Bwana asifiwe sana. Moyo uliochangamka, moyo uliojawa na furaha. Bwana asifiwe sana. Moyo uliojawa na furaha. Na moyo uliojawa na furaha sio ile furaha watu wengine wanatafuta kwa watu wale wanachekesha watu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna tofauti ya kuchekeshwa na kuna tofauti ya furaha. Bwana asifiwe sana. Furaha yenye inatoka ndani ya moyo ni dawa. Bwana asifiwe sana. Moyo wako ukiwa umejawa na furaha kila wakati, Bwana asifiwe sana, kuna magonjwa mengine tutafukuza mbali. Bwana asifiwe sana. Kuna magonjwa mengine hayatakukaribia kwa sababu moyo wako ni safi na umejawa na furaha. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, tutengeneze mioyo yetu ijawe na furaha, mioyo yetu ichangamke, hata kana kwamba tumekutana na mambo mengi, hata kana kwamba tumekutana na shida nyingi, tuambie mioyo yetu furahi katika Bwana. Bwana asifiwe sana. Huwa ninafurahishwa na Daudi kwa sababu alikuwa anaangalia wakati mwingine anaona moyo wake umeinama kwa sababu ya mateso ambayo anapitia, kwa sababu ya shida ambazo anapitia. Anauliza moyo wangu umeinama kwa nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wakati mwingine unajiongelesha na unaongelesha moyo wako, unauliza umebebanisha kwa nini? Wacha kubeba, achilia mambo mengine ili Bwana aweze kuweka mambo mapya ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Situambie Bwana atusaidie ya kwamba tuwe na moyo uliochangamka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukiwa na moyo uliochangamka, ukiwa na moyo mzuri kila wakati, utakuta ya kwamba kuna magonjwa mengine yatakuondokea. Bwana asifiwe sana. Hata bila kwenda kwa daktari. Proverbs 14 verse number 30. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili. Moyo ulio mzima
ni uhai wa mwili. Bwana asifiwe sana. Na kumaanisha wakati ambapo maandiko yanasema moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, unamaanisha ya kwamba moyo ambao haubebanishi mambo. Bwana asifiwe sana. Moyo ambao haubebi watu, moyo ambao unakusamehe. Bwana asifiwe sana. Unajua mtu anabebana mtu kwa sababu hana roho ya kusamehe. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na roho ya kusamehe hauwezi ukabeba mtu, lakini unakuta ya kwamba moyo uko na mambo mengi au umekuwa mzito na ujue moyo ukiwa mzito hata unajuanga. Bwana asifiwe sana. Ukikutana na mtu hata ajaribu kuonyeshana ya kwamba anataka kukuchekesha, unaona tu sura yake, huyu kuna kitu ako nayo ndani ya moyo. Bwana asifiwe sana. Tondogida. Bwana asifiwe sana. Unaonyeshana tu kuna kitu iko ndani ya moyo. Moyo ukiwa mzima ni uhai wa mwili. Uhai wa mwili kumaanisha ya kwamba uko sawa katika mambo yako, uko sawa katika afya yako, uko sawa kwa sababu moyo wako ni mzima, haujabebanisha chochote katika jina la Yesu Kristo. Si Mungu atusaidie tuwe na mioyo iliyo mizima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na nikimalizia niseme ya kwamba ili tuweze kuwa na mioyo ambayo ni mizuri, ili tuweze kuwa na mioyo ambayo ikampendeza Bwana, neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Proverbs chapter number 4 verse number 23 ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote ama kuliko yote uyalindayo. Bwana asifiwe sana. Ulinde moyo wako, kwa sababu huko ndiko chemichemi za uzima hutoka. Bwana asifiwe sana. Chemichemi za uzima zinatoka ndani ya moyo. Kwa hivyo ni vizuri ukuwe mtu ambaye analinda moyo wake, usiingiwe na uovu, usiingiwe na mabaya. Hata yakikuja unasema ya kwamba, ukasema kama Daudi, Bwana umeinama moyo wangu. Yakikuja unayaachilia, unaambia Bwana, mimi ninataka kutembea na wewe. Mimi sitaki kubebanisha mambo. Mimi sitaki kukaa na mambo ndani ya moyo wangu. Ninataka kuwa na moyo uliochangamka. Nisaidie katika jina la Yesu Kristo. Na ukiona maovu yanakuja, unaambia moyo, hautachukua haya. Hii sio yako. Hii sio ya kuwekwa ndani yangu. Ambia moyo wako ya kwamba mimi sitaki kubebanisha. Linda moyo wako. Bwana asifiwe sana. Na kulinda moyo wako utaulinda namna gani? Katika hali ya kusoma neno la Mungu, katika hali ya kuomba, na katika hali ya kusikiza watu walio na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu hauwezi ukaenda kusikiza watu ambao wanaongea ubaya wa Mungu, watu ambao wanaongea uovu wa wokovu, watu ambao wanaongea mambo ya kawaida, mambo ya dunia hii, na unataka kukua na moyo safi. Bwana asifiwe sana. Utakuta ya kwamba wale umezoea kusikiza, wale umezoea kusikia, wale umezoea kuwa na wao, utakuta ya kwamba umekuwa na ile tabia hata ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. For example, tuseme ya kwamba unajua wakati mwingine kwa unasikiza wazee, unasikia wakikutana ile maneno wanaongea, unaona hapa ukichukua hii maneno wanaongea, ukiyabeba hivi ugothie wikare wa kuthio ugo ndani kwingine uko na musi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukisikiza vile wanaongea, utaona hii dunia ni kali. Bwana asifiwe sana. Na ukienda pia kwa wamama utasikiza vile vile. Bwana asifiwe sana. Utasikia useme kumbe inakuwa hivyo. Ukuta ya
kwamba hata mpaka ukikaa na mke wako ama ukikaa na mume wako unaika huoga. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna mambo ulifanya nini? Ulisikia. Na hiyo mambo ya kusikia ambayo sio kutoka kwa neno la Mungu inaharibu moyo. Na ikiharibu moyo unakuta ya kwamba hata katika ndoa unaishi katika wasiwasi. Mimi kuna kitu moja niliambiwa na moyo wangu. Hata nikienda wapi, moyo wangu hauna wasiwasi na mtu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sina wasiwasi na mtu. Kwa sababu mimi ninajua mtu kama anataka kufanya kitu, hata mkiwa na yeye atafanya. Bwana asifiwe sana. Ataondoka hapo, ukiwa hapo, na afanye vile anafanya, na arudi hapo na mcheke na muendelee. Kwa hivyo mimi moyo wangu nikasema itakuwa safi katika ndoa yangu. Bwana asifiwe sana. Itakuwa safi katika maisha ya familia yangu. Hii mambo ya kukaa nikiwaza nikifikiria kutakuwa namna gani, itatokea namna gani. Bwana asifiwe. Hiyo energy wacha nifikirie neno la Mungu ambaye anaweza kunisave. Bwana asifiwe sana. Ambaye anaweza kunifanya nini? Kuniokoa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Moyo ndio haya mambo yote. Lakini tuile mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Ili Mungu naye aweze kuweka vitu vizuri, mambo mazuri ndani yetu mpaka tukamilike. Bwana asifiwe sana. Wakati mmoja moyo wa Daudi uliharibika kwa sababu alitenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na wakati uliharibika, moyo ukiharibika, Mungu huwa anaondoka. Bwana asifiwe sana. Roho wa Mungu huwa anaondoka ndani yako, unasikia kweli si yuko vile, ama kuna kitu kimeondoka ndani yako, kuna nguvu ambazo sina, kuna uweza ambao sina. Na Daudi akaona ya kwamba hili jambo liko ndani yake, kwa sababu kuna mahali alitenda dhambi wakati ambapo alichukua mke wa Uria na akamfanya kuwa mke wake na akaua bwana yake. Wakati alipokewa na mtumishi wa Mungu Nathan akamwambia amekosa na akamwambia yale mambo yatakayompaka, Daudi alihuzunika sana ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Psalm 51 utakuta Daudi akihuzunika kwa sababu ya yale makosa ambayo aliyafanya. Na wakati mwingine hata na sisi unaweza kuta ya kwamba kuna mambo ambayo umepitia na moyo wako ukaharibika kwa njia hii ama nyingine. Lakini wakati Daudi aliona moyo wake umeharibika, alienda mbele za Bwana katika mstari wa 10 akamwambia Bwana, Mungu uniumbie moyo safi. Bwana asifiwe sana. Akamwambia Bwana, Mungu niumbie moyo safi. Create in me a new heart. Niumbie moyo safi. Na wakati unasema kuniumbia moyo safi, ni kumaanisha ya kwamba uwekwa moyo ingine ambayo haiko. Bwana asifiwe sana. Haiko ndani yako. Moyo ili iko na uovu, Mungu atuondolee, akuweke moyo ingine safi. Bwana asifiwe sana. Na si adhuhuri ya siku ya leo, uchunguze moyo wako. Angalia moyo wako, jinsi ambavyo umekuwa ukitembea na Mungu. Angalia yale mambo ambayo umebeba. Angalia yale mambo ambayo unaona katika moyo wako. Uambie Bwana, ninaomba uniumbie moyo safi siku ya leo. Na kwa sababu Mungu ako na uwezo wa kukuumbia moyo safi, akuondolee ule moyo ambao unabeba mambo, ule moyo ambao unakaa kila wakati umekunjamana, moyo ambao hauchangamki.
Mungu ako na uwezo wa kutia ndani yako moyo mpya, moyo ulio na furaha, moyo ambao haubebi, moyo ambao uko na ukarimu, moyo ambao uko na mambo mazuri. Na kwa sababu hiyo, situamuke mbele za uwepo wa Bwana, umwambie Bwana siku ya leo, ninaomba Bwana, kwa sababu umenena na mimi kuhusu moyo, ninaomba katika jina la Yesu Kristo unisaidie siku ya leo, uniumbie moyo safi, moyo ambao hautabebanisha mambo, moyo ambao hautabeba kitu, moyo ambao hautabeba mtu, moyo utakuwa na moyo ambao ni wa kusameheana katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka tuweke mbele za uwepo wa Bwana, mwambie Jehova adhuhuri ya siku ya leo, niumbie moyo safi, niumbie moyo safi katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema pale mwanzo Mungu akaziumba mbingu na nchi, kwa sababu hazikuwepo, na hivyo hata basi Mungu ana uwezo wa kutuumbia mioyo